Naam. Ikiwa basi tuingia katika funzo letu la leo kwenye siri kuu za ndoa. Na kama vile nilivyotangulia kwa kujuza pale kwamba mara nyingi tumepata kushuhudia watu ambao wamekaa katika ndoa zao na ni kwa muda mfupi tu wamerudi kuachana. Hadi unajiuliza kwa nini? What happened? Watu ambao wamechumbiana mwaka mmoja, miaka miwili, miaka minne, hadi miaka 5 hata na kadhalika. Lakini walipochumbiana kwani hakuwa anagundua tabia fulani kwa mwenzake? Walipoona tu wiki moja wakaachana. Yaani hata hawajamaliza honeymoon wameachana. Unashangaa wengine wamekaa miezi miwili kwa ndoa. Yaani mpaka wakati walichukua wakiwa kwenye uchumba ulikuwa ni mrefu kuliko wakati ambao wamechukua wakiwa kwenye ndoa. Until you wonder what is not happening, what went wrong, kuliharibika wapi, nini ambacho huyu aligundua wakiwa wameingia tu kwenye ndoa ndiposa akamwacha mwenzake. Hivyo tu ni swala ambalo kidogo tuangazie pale, twashangaa. Lakini kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunapoingia kwenye ndoa ni vema tuweze kuyazingatia, maana tukiyazingatia huenda atatusaidia kwa njia moja wapo au nyingine, tukiongezea maombi, tukimtanguliza Mungu kama vile nilivyosema, ili tupate kudumu katika ndoa zetu. Till death do us part, not till lack of money do us part, not till habits do us part, not till isifikie pale. Of course pia Biblia inaruhusu wakati ambapo kumekosekana uaminifu mnaweza mkachana, lakini naomba kwamba Mungu atusaidie tusifikie hapa pale. Maana unaposikia huyu mume ama huyu mke si mwaminifu kwa ndoa yake, labda taangazia hilo wakati mwingine kwa kirefu. Kuna chanzo chake, kuna sababu yake. Unapoangalia utashangaa. Wengine wao chanzo chake tu ni Satan, wengine wanasema Satan, wengine chanzo yake ni shetani tu, ambaye basi amewaletea majaribu na wakaingia ndani pasipo hao kujua. Wengine wamefika mahali kuna chanzo, labda mke akifika mahali akikasirika ama akikosewa na mume, ana hasira ya kwake, pahali ambapo anajua atamshikia mume ni kumkazia, ni haki yake ya kitandani, ile conjugal rights anamnyima. Na ama mume naye pia anafika mahali anamkazia mke wake the conjugal rights. Na Biblia unaposoma vizuri utapata kutambua kwamba mume ako na rights zote kwa mke wake na mke ako na rights zote kwa mume wake. Kwa hivyo basi upande huu, hata kama kimeumana vipi, mmekosana vipi, haifai hasira yako uipeleke kitandani. Ndiposa unaposoma Biblia vizuri ni kwamba haifai hasira yako ipate kufika usiku, yani jua likapate kutua kabla uweze kuondoa hasira moyoni mwako, kabla uweze kusamehe. Ni vema tusameane. Kwa hivyo basi labda tagusia hilo kwa kirefu wakati mwingine, lakini kwa kidogo tu nikiguzia pale ni kwamba usifike mahali wewe ambaye unanisikiliza, labda umeoa hujaoa, umeolewa hujaolewa na kadhalika, kila ambacho afanye ni kwamba usije ukaanza kulipiza kisasi, usije ukaanza kumtesa mwenzako, usije ukampunish. That is maybe the right word. Unataka kumpunish kwa sababu alikosea. Maybe hakununulia kitu fulani ambacho ulitaka kununulia, na kwa sababu hakununulia unasema leo kitandani hatapata chochote. Unaamua kumkazia. Natumai najua hii ni watershed hours time. Kwa hivyo parental guidance is advised. Natumai basi kama mzazi yupo pale basi uko makini. Kama labda ni kwenye YouTube umeweza kuicheki vizuri na pale PG, parental guidance is advised. Kwa hivyo basi unapotizama hivi ni kwamba usije ukafika mahali ukasema nataka kulipizia kisasi kwa upande wa kumnyima haki yake ya kitandani ama haki yake ya ndoa, tendo la ndoa to be precise. Kisa na maana ni kwamba wakati kama huo ndio shetani humnenea mmoja kati ya hawa wawili, na baada ya kumnenea utapata kwamba anafika mahali anaamua, anasema yani uko kazini nilipokuwa, uko barabarani nilipokuwa, uko dukani, uko kanisani, uko popote pale nilipokuwa kule, kuna wengi ambao wananimezea, kuna wengi ambao wanakaa kunipenda, alafu nakuja hapa wewe unanikazia kila ambacho kinastahili. Kwa hivyo anaamua kujiingiza katika hivyo vitendo. Moja kwa moja maybe anajiingiza katika usherati. Na wacha nikwambie, kama kuna kosa kubwa sana katika masuala ambayo yanahusu tendo la ndoa, ni wakati ambapo wewe ambao umeoa ama kuolewa unapohanya mara kwanza, kufanya kutokuwa mwaminifu the first time. That is the worst. Kwa nini? Kwa sababu hiyo itakuwa imekufungulia mlango mwingine ambao ni mbaya. Kama hujawahi, please don't try. Ndiposa Biblia inasema kwamba usiamshe mapenzi kabla wakati wake. Maana vijana, unapojiingiza katika tendo la ndoa kabla wakati wake, kuna chapter nyingine ya life umejiingiza ndani ambao kujiondoa ni vigumu. Na vivyo hivyo basi mtu ambaye umeoa, labda ulikuwa vile ulivyokuwa kabla uoe, lakini sasa umeoa, umejiingiza katika ndoa.
Kuna vitendo ukijiingiza ndani, kwa mfano katika usherati. Number one, unaposoma pia Biblia hii utapata kutambua kwamba watu wawili wanapohusika kwa tendo la ndoa pamoja ni kwamba wanakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo wewe ni mwili mmoja na mke wako, wewe ni mwili mmoja na mme wako. Unapofika mahali utoke nje ya ndoa, uamue kwenda kwa mpango wa kando, hujui yule mwanamke unayeendea ama yule mwanamume unayeendea ni wa aina gani. Maybe amebeba malaana, hujui. Maybe na amekuwa msherati, amerukaruka na watu 100, wewe uko 101, hujui. Maroho ambazo amebeba kwa hao watu wote, anakuja mnagawana 50-50. Power sharing, mnagawana 50-50. Kwa hivyo unafika mahali, usijui kama ushaiona mtu ambaye alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa mtu ambaye anapenda ndoa yake sana, lakini alipoharibika tu hivi mara moja, alipoponyoka na akaachana, yani akaharibika, akakuwa mbaya zaidi kuliko wale ambao walikuwa ni wabaya. Mpaka wale wabaya wanasema huyu jamani mbaya zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu huyo mtu alipotoka alienda akapatana na wrong number. Mtu ambaye alipatana na kahaba mmoja ambaye ambeba maroho chungu mzima, naye akahusika kwa tendo la ndoa, naye akazibeba. Alipozibeba, maana hajawahi kuwa nazo, ajui hata kuzicontrol, ajui nini, ndio huyo anaenda anapata ugonjwa. Kwa nini? Unajua wale wanapotembea wanatembea na condoms, wanajua vile ambavyo wanajilinda. Wewe ambao umejiingiza ndani hujui chochote, very green, unajipata umejiingiza pale, mara moja tu ndio umepata ugonjwa, mara moja tu umepata mimba. Haya, imekuaibisha, umeamua kuendelea zaidi, au sio? Naam. Maji kidogo hapa angalau tengeneze kwa tuendelee vizuri. Kwa hiyo basi naposemezana nao hivyo, mpendwa msikilizaji, nimegusia tu, lakini wakati mmoja atatenga, labda tuingie kwa hayo kindani zaidi. Wengine anafika mahali kwa sababu amenyimwa conjugal rights zake, anaamua kuendea ile inaitwa masturbation. Uko kwenye ndoa na hajui, nayo pia iko na maroho yake tu, itakuwa so addictive. Mpaka unafika mahali huna nia na mke wako, huna nia na mme wako. Unahisi tu si unajitimizia haja. Na unapojitimizia haja, kuna uwezekano ukafika mahali ukaona haja gani ya mke, haja gani ya mme, mnaachana. Maana kama unaweza jitimizia haja mwenyewe, mbona ukae na mke, mbona ukae na mme? Hivyo ndio shetani atakunenea. Kwa hivyo wacha tusiende kule, mpendwa msikilizaji. La muhimu pale ni kwamba ili kudumisha ndoa yako, jambo la muhimu pale ni kwamba pata kuzingatia kwamba usije ukalipiza kisasi. Usije ukataka kumpanish mwenzako kupitia kumnyima tendo lake ama tendo la ndoa. Kama ako in need, kama huko sawa, kama kuna tatizo, wewe ni mgonjwa, uko katika siku zako za hedhi na kadhalika, hiyo mnaongea, mwambie tu, mwambie kiroho safi, lakini si kwamba unafanya hivyo kwa sababu ya anyway. Wacha tupate kuendelea. Kipengele ambacho nilikuwa nimekujuza last week ambacho taingia hili sikuwa nimelipangia, lakini natumai leo kuna kitu ambacho umepata kujifunza kutokana na hilo, kwamba Mungu akusaidie usiwe kulipiza kisasi, usiwe kumkazia mwenzako kwa sababu ni punishment. Unaanza kichwa inaniuma, unaanza leo nasikia nimechoka, unaanza leo uko na visababu vyote hivyo. Utaharibu ndoa yako ukiona mwenyewe, uwe mme au mke, utaharibu ndoa yako ukiona mwenyewe, utaanza kuregret later. Mungu atusaidie ili tukaweze kutunza ndoa zetu. Na jambo lingine ambalo ningetaka tujifunze pale, number 8, ambalo basi nilikuwa nimekugusia kidogo last time. Hii imekuwa ni bonus tu, hii ambayo nimegusia ni bonus. Kwa hivyo basi ni sawa. Kipengele kingine ambacho basi number 8 pale ni kwamba getting married is taking a huge risk. Unapooa ni kama ni kujihatarisha zaidi, ama unapoolewa. Either way, sijasema kwamba uogope kuolewa ama kuoa, lakini jua kwamba you are taking a very big risk in getting married. Why? Tapata kuelewa zaidi kwamba you cannot predict what will happen in the future. Katika kule kuoa ama kuolewa, hujui nini kitafanyika in future. Maybe yule ambaye unaoa, siku chache tu baada ya ndoa utasikia kuna complication fulani. Maybe hakuwa nayo, amedevelop. Usikie ako na kansa, usikie kwamba amefika mahali yeye usiku akilala hawezi akalala, anaumwa na mwili mzima, ama anamfuatwa na mashetani, hujui masaitani. Of course uzuri mashetani naweza kukakemea na kadhalika. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo hujui ambayo yatakuja kutokea. Labda katika swala hilo tu ni kwamba situations may happen, so leave room open for adjustments. Kwa hivyo unapooa ni risk tu. Kwa hivyo kuna vitu vinaweza kutendeka, inabidi uache nafasi
ya adjustment, anything can happen, you know. Ufike mahali umeolewa na mtu ambaye amefika mahali unampenda kwa sababu ya sura yake, kwa sababu ya figa yake na kadhalika, alafu apate ajali, sura yake isiwe tena, agongwe kwa uso, amekunjana kwa uso. Je, utamchukia kwa sababu amekunjana uso? It's a big risk. Umeolewa na mtu ambaye ana kazi nzuri na pesa, kesho yake afutwe kazi, what will you do? Utamwacha kwa sababu hana kazi? Umeoa mtu kwa sababu ako na figa nzuri, afike mahali akiwa mjamzito, ndio huyo, afike mahali hiyo shape ipotee yote, abaki number 11, utafanya? Utamwacha kwa sababu ya hiyo? Kwa hivyo ni risk kubwa ambayo unajiingiza ndani kwa kujua au kutokujua. Kwa hivyo basi inabidi popote pale ulipo uwe ready for adjustment. Husband can lose his good job or you may fail to have babies. Okay. Unasema kwamba unajua kuna mmoja alifika mahali akasema, "Ai, naona wewe na wewe mkioana." Kuja akapata wakati nilikuwa nachumbia mke wangu. Akasema, "Vile ninavyoona hivi, mtapata watoto tusupu, mtapata watoto handi." You know, anaanza kuangalia hivyo, tukioana tukitafuta watoto tu. Alafu ugundue kwamba mke wako hawezi jifungua mtoto. Wanasema kwamba blood group zenu si kwamba ako na shida ya kimatibabu, as in ile ambayo labda unajua maybe aliavya mimba nini, hapana. Upate kwamba yasemekana kwamba blood group zenu haziingiani, you can't give birth. What will you do? Kwa sababu ni swala ambalo ni vitu ambavyo hufanyika, hamwezi pata watoto. Je, utamwacha? Umeshasema I do, yes I do, till death do us part. Je, utamwacha? It's a risk. Muona, alafu pate kwamba ni mtu ambaye amefika mahali maybe amegongwa na kitu, alafu imeonekana kwamba kwa miaka kadhaa atakaa hospitalini. Sasa conjugal rights zako upati kwa sababu yeye ako hospitalini mgonjwa. In fact, unafikiria kama atakufa ama atapona, unamhurumia, unaomba Mungu amponye. Je, utatafuta mtu wa kando mwenye atakutulizia haja zako za kimwili na uko na yeye? Kwa hivyo it's a huge risk, but whether you like it or not, you need to make that a risk. Make that risk trusting in God. Kuna mambo yanaweza kafanyika. Kuna watu waliona wako na issues, lakini mradi tu tumtangulize Mungu. Kama vile nilivyoanza kipengele cha kwanza, kabla ya cha kwanza kuna bonus ya kipengele namba 0, maana alianza 0 then 1 2 3, tuseme hivyo. Sema kwamba jambo la mno kabisa ni kumtanguliza Mungu. Weka Mungu mbele. Mwambie Mungu, hapa na kutazamia. Mungu, hapa na kuhitaji. Najua pasipo wewe siwezi jambo lolote. Mungu atakuwezesha. I know of a couple walikaa kwa ndoa muda ya miaka 10 bila kupata mtoto. Ilikuwa 16, 19, one of the two. Na wakakaa pale muda bila kupata mtoto, wakawa wanajua kwamba hapa hamna tumaini. Lakini la ajabu, Mungu ni wa ajabu. Aliwapatia triplets mara moja baada hiyo miaka. Triplets pap. Na si kwa dawa. Wakapata normally, akapata normal CCS. Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo popote pale ulipo mpenda msikilizaji, it's a huge risk unajiingiza ndani. Unafika mahali, what if unafika mahali upate kwamba whoever you are getting married to is not what you thought. Kivipi? Upate kwamba maybe huyu ndugu maybe ako na kasoro katika sexual organs zake. What will you do? Hayuko sawa katika sexual organs zake. Utafanyaje? Utamwacha kwa sababu hawezi perform kama mwanaume? Swala nyeti hilo. Naam, kwa wale ambao bado hawajaolewa na kuoa, na kupa maswala ambayo ni nyeti zaidi, unashindwa, sija kuogopesha. Muamini Mungu, everything is okay. Yule ambaye anapanga kuolewa leo, kesho kutwa na mtondogo kuendelea, hamna shida. Lakini nataka ujiulize maswala haya kabla uolewe ama uoe. Ukipata yuko sawa, wakwambie kwamba kuna medical hali fulani ya kimatibabu ambapo wanafika mahali wanasema kwamba sperm count yake iko chini. Kwa hivyo hawezi fanya uconceive. Utafanyaje? It's a risk. Womb yake iliondolewa wakati alikuwa mgonjwa na hakujua. What will you do? Unaweza sema mbona ulidanganya? No, hakujua maybe. Utafanyaje? Haya. Maswala leo ni nyeti zaidi. Natumai basi unapotafakari zaidi. Kwa hivyo ni vema upate kujua kwamba ni risk tu. Kwa hivyo usiingie pale ukiwa tayari kutoka. Ingia pale ukijua kwamba nimeingia katika hii risk. Na naomba Mungu nisaidie kwamba nisifeli kwa lolote, bali niende mpaka mwisho na kila ambacho nitamani. Maana Mungu anasema katika neno lako kwamba you'll fulfill the desires of my heart. God, you know what I desire. God, may you fulfill those desires in Jesus name. Amen. Juzi kwenye himizo nilikufunza kwamba siri kuu moja wapo ya kufanya maombi yetu yakapate kujibiwa kwa haraka
ni kuomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Anyway, na vile vile pia kuambatana na maandiko. Haya, wacha tuache pale, lakini kile ambacho nataka nikujuze kwamba it's a huge risk. Ni risk kubwa sana. Unahatarisha tu, hujui, uelewi yatakayotokea. Kwa hiyo basi tumesema kwamba getting married is taking a huge risk. You cannot predict what will happen in future. Situations may change, so leave room for adjustment. Kwa hivyo kila ambacho ili ndoa yake pate kudumu, acha room ya adjustment kidogo. Just in case, acha room ka adjustment kidogo. Of course you have faith, usije ukamdoubt Mungu, lakini in case kifanyike whatever you didn't expect, isikuvunje moyo, isifanye uachane na mke wako, uachane na ndoa. Kuna watu walipitia mambo mpaka saizi anasema wanaume ni wabaya ama wanawake ni wabaya. Si wote. Ni yule ulikuwa naye tu ndiye alikuwa huyo mbaya. Si wote. Anyway, kwa hivyo basi leave room for adjustment. Then husband can lose their good job, kazi ipotee, mkose kupata watoto. All this required to be prayerful, otherwise you might divorce. Kwa hivyo katika haya yote tunapoacha adjustment na nini, be ready for anything, but above everything else, be prayerful. Omba. Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekupa yule ambaye unaye, ana uwezo wa kubadilisha hali na kufanya mpate kile ambacho mwatamani na muishi maisha mema zaidi. Ndio kipengele chetu pale, mpendwa msikilizaji, cha 8 tunapozidi pale kwa moja. Na kipengele kingine ambacho ningependa tuangazie kwa leo, labda nigusie pale, ni kwamba tunasema kwamba marriage is not a contract. It is permanent. It needs total commitment. Love is the glue that sticks the couple together. Divorce starts in the mind, and the devil feeds the mind. Never ever entertain thoughts of getting a divorce. Never threaten your spouse with divorce. Choose to remain married. God hates divorce. Naam, nikipeka cha 8, nafikiria cha 10 tamalizia next week. Itakuwa tunaingia kwenye final part. Tupate maswala kadha wa kadha ambayo tutakuwa tunajifunza, alafu tujifunze kipengele cha 10. Lakini cha 9 tunasema hivi. Hiki cha 9 tunasema hivi kwamba upate kujua ndoa sio mkataba. Si kama mwaingia kwa ndoa alafu mtaachana baadaye. Hamna. Alafu upate kutambua hivi kwamba yafaa ukae pale milele. Till death do you part. Unajua unapofika mahali ukijiingiza kwa kitu jue I'm in and in. Huna plan B. Na kuambia tafaulu. Kama vile kuna kipengele kimoja tuligusia pale mbeleni na nikapata kujuza kwamba wakati unapoingia kwenye ndoa, the same way unafika mahali unafungua biashara, na katika hiyo biashara unafika mahali unasema kwamba unaamua kufanya research, unaamua kusomea biashara yako. Nilikujuza kuhusiana na jamaa wangu mmoja wa kinyozi ambaye alifika mahali mpaka amefanya research kuhusiana na nywele, vile ambavyo inamea. Yani anakuambia nywele inaweza kaa siku ngapi kabla. Unajua hizi nywele ambazo tunazo huwa zinatoka. Sasa zingine ndipo unapata ukichana hivi, kwa wale kina dada ambao wamefiga nywele, ukichana hivi inafika mahali inatoka. Kuna age fulani ya nywele inafikanga inatoka, ndio nyingine inamea. Kuna nyingine inaisukuma kutoka huko ndani. Huwa zimemea alafu inaisukuma, labda kama kwa wale ambao wanatazama kwenye video wanaona vile nakuonyesha, inasukuma nyingine hivi, alafu ikifika karibu juu inang'oka, inatoka, alafu nyingine inatokelezea. Kwa hivyo basi hata uking'oa hii nywele yote kwa kichwa ng'oe, itakuja tutamea pole pole. Nyingine itachomoka. Kwa hivyo basi nakujuza hivyo kwamba kama vile yeye alikuwa anafanya research kuhusu nywele tu, mtu anafanya research kuhusiana na business yake, anafanya research kuhusiana na ukulima. Mbona usifanye research kuhusiana na ndoa yako? Maana kuna venye tunaweza tukafanya ndoa ikakuwa tamu. Kuna venye tunaweza kufanya tukaongeza juice, ladha katika ndoa. Sio tu vile mlianza kuhusika kwa tendo la ndoa kuanzia mkue kwa honeymoon, hivyo ndio mko tu miaka 20 down the line. No, there's some things that they need to change. Usikuwe so predictable, Natumaini unanipata vizuri. Kwa hivyo, kwa wale ambao wako kwenye ndoa wananielewa. Naam, kwa hivyo basi ni vema uweze kuongeza angalau kalada kidogo katika hiyo ndoa yako. Na vivyo hivyo basi, katika kipengele cha sema kwamba si contract, ukijua kwamba ni kitu permanent, you'll invest everything in it ili kaweze kuwaka. Wakati watu wanatokea kuja kuwapinga, unakataa. Unakuwa Adam anakuwa ndio usikize kile wanasema. Kama kuna point tani ya kurekebisha rekebika, lakini isije kawatenganisha. Wacheni nyinyi wawili muongee lugha moja, itawasaidia zaidi. Naam, kwa hivyo it needs total commitment. Love is the glue that sticks the couple together. Kwa hivyo tunahitaji mpendane. Kuna wakati tukasema mpendane kwa nini? Kuna wakati kama wanandoa mtatofautiana. Siri kwamba mtatofautiana, lakini mnapopendana
Unajua ukifika mahali umekosana na mume wako ama mke wako, alafu kae hivi, umwache labda amelala, na ukae tu hivi muangalie. Unafeel aje? Wakati ambapo umekasirika, hayuko in mood, unafikiria, unafeel aje? Kuna kitu kama unampenda cha ukweli, you'll feel that attraction. You'll feel huo mvuto mpaka unasikia hata kama ulikuwa unataka kumsamehe, hata kama alikuwa amekosea nini, utamsamehe. Muangalie tu. Kumbuka siku ile mlikutana ya kwanza. Kumbuka vile neno alikwambia nzuri la kwanza. Wacha kumbuka tu mabaya, aliniambia, wakasema, alikuwa, akawa. Wacha na hayo yote. Kwa hiyo basi ndicho kipengele pale, mpendwa msikilizaji, ambao tunazidi kusema kwamba divorce huwa inaanzia kwa mawazo. Wakati unafika mahali, unafika mahali unaanza kuangalia, unasema unaenda pale, unapata kwa hoteli, kuna waiter mzuri amekuja amekuserve vizuri, unaanza kufikiria huyu angekuwa mke wangu. Wacha kuentertain such a thought. Maana unapofikiria hivyo, unaanza kusema hata ni heri tu ningeachana yule, singeoa yule mke, ama singeolewa na yule mwanamume, ni mstingy. Hawezi angalia vile nani ananunuliwa gari siku ya birthday. Angalia vile huyu ananunuliwa sijui nini siku ya, angalia mimi wangu. Angalia vile ana serve so and so. Kwa hivyo unaanza kufikiria pole. If you entertain such a thought, umeona mtu ambaye nimekaribisha vizuri mpaka unaanza kumwazia. Unafika mahali ume-entertain hizo thoughts pole, na mwishowe unaanza kufikiria kuhusu divorce. And to make matters worse, you talk about it. It's one thing kuwa na mawazo hayo, then the second thing kuiongea. Unapoangalia kwenye Biblia utapata kutambua kwamba ulimwengu ulipokuwa unaumbwa, uliumbwa kwa maneno. Let there be light, there was light. Let there be hizo zote, and there was. Kwa hivyo unapoongea ni kama unaweka uhai kwa hiyo talaka. Unaongea, unafika mahali mke wako amekosea, mume wako amekosea, unasema mimi sio nikikaa kwa hii ndoa, mimi naenda, ukirudia tena mimi naenda, unajua unaposema ukirudia tena mimi naenda, ni kama basi mnaiwekea kifunguo kumaanisha kwamba okay, yafaa uende. So unawasha pole moto wa divorce. Mwisho ukiona watu umetalakiana, wameachana, si kwamba walianza kuongea kuhusu hiyo jana. Wameongea hiyo kitu kwa muda. Labda huyo mtu alianza kufikiria kitambo, akafika mahali akaona mwingine mzuri mahali, ama hata kama sio hivyo, walipokuwa nakosana, they used to talk about it. Mimi nitakuacha, siwezi kana mwanamke kama wewe. Angalia mwanaume kama wewe, huwezi sikia. Mimi siwezi mwanaume kama huyo si, you are not a husband material. Siwezi kana wewe. Kwa hivyo unapoongea hivyo pole, unasema utafanya, si nitakuacha tu niende kwetu, mimi bado niko kwa market, nitaolewa tena. You see, that is how foolish women talk. Allow me to use that word, foolish women. No wonder Biblia inasema kwamba utaharibu nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe unapoongea maongezi ya kijinga kama hiyo. Kwa hivyo si unapata kwamba unafika mahali unaongea hivyo, unapoongea unaipatia uhai ama unaipatia nguvu. Then jambo lingine ni kwamba shetani naye anateka advantage. Maana umeongea, anaanza kuifeed, anaanza kuiwater, anawekea mbolea maneno haya ya kutalakiana. Sasa inapatikana kila siku kuna kitu mwenzako amekosea. Kila siku, so unazidi kuongea kila siku, unaendelea kupalilia. Hiyo divorce mwisho wake itakuja kama siku uana mtauana, ndio haribu zaidi, mtaachana. Kwa hivyo basi itafika mahali itakuwa. Nakumbuka kwamba usije threaten mwenzako utamwacha na kadhalika, achana vitu kama hizo, maana mnaleta hali mbovu katika ndoa yenu. Choose to remain married. God hates divorce. Unapofikiria mawazo kama hayo yakemee, yanaweza kukujia, ndio yakemee, maana shetani yupo anataka mwachane. Yakemee, then kataa. Omba Mungu. Kumbuka kwamba Mungu anachukia talaka. Don't do what God hates. And yet you want God, the same God, kukutendea mema. No. Kemea. Na Mungu ni mwaminifu, atakutenda wema. Kwa hivyo basi tumeongea kuhusu jambo la 8 kwamba marriage